الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Leo ni tarehe 21 mwezi huu mtukufu Shahrullahi al-Muharram, mwaka 1448 Hijria, sawa na tarehe 6 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 miladia. Tunaendelea na sharhu sifati salati nabii sallallahu alayhi wasallam min at-takbir ila at-taslim كأنك تراها. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: الفتح على الإمام، kumkumbusha imamu, yani sunna ya kumkumbusha imamu akitatizika katika kusoma. Qala Sheikh Bazamul hafidhahullah katika kuelezea unwani hii, قال معنى الفتح على الإمام أن يرد عليه إذا أخطأ أو التبست عليه القراءة. nikumrudi kumkumbusha imamu akikosea au kusoma kukimtatiza, bi an yadhkura lahu sawaba athna as-salah, kwa kumtajia ile ilivyo sawa katikati ya sala. Jambo hili ni sunna. قال: وسن صلى الله عليه وآله وسلم الفتح على الإمام. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameweka sunna ya kumkumbusha imamu idha lubisat alayhi alqiraa, kusoma kukitatizwa kwake, ikiwa anatatizika katika aya au ameisahau, ni sunna kumkumbusha. فقد صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه. Mtume صلى الله عليه وسلم alisali sala fulani akasoma akatatizwa katika kusoma. falamma nsarafa, alipomaliza sala, qala li Ubay, akamwambia as-sahabiyul jalil Ubay ibn Ka'b, asallaita ma'ana, je ulisali na sisi? Qala na'am. Ubay radhiyallahu anhu akasema ndiyo. Qala sallallahu alaihi wasallam, fama mana'aka an taftaha alayya, jambo gani limekuzuia kunikumbusha? Yani mbona ukunikumbusha? Jambo gani limekuzuia hivyo? Kuonesha sunna ya kumkumbusha imamu akitatizika. Alisti'adhatu wataflu. Mlango mwingine, alisti'adhatu wataflu fi salah lidaf'i alwaswasa, kusema a'udhu billahi minash shaitani rajim na taflu katika sala kwa ajili ya kuondosha wasiwasi. Alisti'adhatu wataflu fi salah lidaf'i alwaswasa. Qala Sheikh Bazamul: at-taflu nafkhu alhawai min alfami ma'a shay'in min arriq, ni kuvivia hewa kutoka katika mdomo pamoja na kitu katika mate kidogo yatoke kwa ile nafkhu, kuvivia hewa katika mdomo, ma'a shay'in min arriq. Wanafthu duna tafli, nafli ni chini ya hiyo tafli. Wa huwa nafkhu alhawai min alfami, kuna nafthu na nafkhu. Ya kwanza ni kwa kha, hii ya pili ni kwa tha. An-nafkhu wan-nafthu maana tofauti. Nafkhu ni hiyo kuvivia hewa kwa mdomo, ma'a shay'in min ar-riq, pamoja na mate kidogo yanatoka, hiyo inaitwa an-nafkhu. Kufanya kidogo na mate yanatoka. Wanafthu duna nafkhi, nafkhi ni chini ya hiyo tafli. Wanafthu duna tafli, asema nafkhi ni chini ya hiyo, nafth ni chini ya tafli. Wa huwa nafkhu alhawai min alfami,
ni kuvivia hewa tu katika mdomo bila kutoka kwa mate. Hiyo inaitwa nafth kwa tha. Kwa hiyo sunna ya kufanya hiyo tafl, kutoa hewa kwa mdomo pamoja na mate kidogo, ikiwa mtu ana wasiwasi wa shetani ndani ya sala, ndio alisti'adhatu wataflu fi salah lidaf'i alwaswasa, kwa ajili ya kuondoa wasiwasi katika moyo ndani ya sala. Waqala lahu Uthman ibn Abil As radiyallahu anhu, ya Rasul Allah, inna ash-shaytana qad hala bayni wa bayna salati wa qira'ati yulabbisuha alayya. Uthman ibn Abil As radiyallahu anhu anamwambia Mtume, ya Rasul Allah, shetani anazuia baina yangu na baina ya sala yangu na qiraa changu, nikisoma ananitatiza. Inna ash-shaytana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yulbisuha alayya, ananitatiza ndani ya sala. Faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, dhaka shaytanun yuqalu lahu khinzab, huyo ni shetani anayeitwa khinzab. Ndiye huyo anayekutatiza katika sala yako, ndio huyo anayezuia baina yako na baina ya sala yako na unaposoma. Dhaka shaytanun yuqalu lahu khinzab, huyo ni shetani anayeitwa khinzab. Fa idha ahsastahu fata'awadh billahi minhu, ukimuhisi tu taka hifadha kwa Allah na shetani huyo. Fa idha ahastahu au ahsastahu, fa idha ahsastahu fata'awadh billahi minhu, ukimuhisi tu shetani huyo taka hifadha kwa Allah na shetani huyo. Kusema a'udhu billahi minash shaitani rajim kwa siri ndiyo kutaka hifadha na shetani huyo. Watful ala yasarika thalatha, halafu vivia kwa upande wako wa kushoto mara 3. Watful ala yasarika thalatha, vivia kwa upande wako wa kushoto mara 3. Qala fafa'altu dhalik, nikafanya hivyo. Anasema Uthman ibn Abil As radiyallahu anhu, nikafanya hivyo. Fa adhhaba Allahu anni, Allah akaniondoshea shetani huyo na wasiwasi wake. Kwa hii ni sunna. Kama mtu anaona katika sala kuna kutatizwa mawazo yanatoka ndani ya sala, afanye hivyo, afanye isti'adha kwa sauti ya chini, chini, halafu avivie juu ya upande wake wa kushoto, bega lake la kushoto, sio afanye kwa nguvu, mwingine naye apate mate yake ule upande wa kushoto. Ni hapa kwenye bega lake tu basi, halafu afanye isti'adha na hiyo tafl, shetani huyo anaondoka. Kuonesha kumbe kuna shetani maalumu ndani ya sala. Huyu khinzab ndiye anayeleta wasiwasi na kumshawishi mtu ili kumvurugia sala yake tu, anamkumbusha hivi ndani ya sala. Ni shetani maalumu anaitwa khinzab. Kwa mtu akisikia wasiwasi huyo, anatakiwa afanye isti'adha, halafu fanye hiyo tafl mara 3 upande wake wa kushoto. Watful ala yasarika thalathan, akafanya hivyo huyu sahabiul jalil. Qala fafa'altu dhalik, nikafanya hivyo. Fa adhhaba Allahu anni, Allah akaniondoshea shetani huyo na wasiwasi wake. Qala Sheikh Bazamul hafidhahullah, lakhasa almusannifu ما تقدم بقوله في تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. amefupisha Sheikh Albani rahimahullah yaliyotangulia aliposema katika ufupisho sifati salati nabii sallam. Awalan, wasunnatu an yurattila alqur'ana tartila la hadhan wala ajala. Sunna ni mtu kusoma Qur'ani kwa tartil, kwa utulivu, si kwa haraka. Bal qira'atun mufassara
harfan harfa, kusoma kuna kufasiriwa herufi baada ya herufi. Wayuzayyinu alqur'ana bisautihi, aipambe Qur'ani kwa sauti yake. Wayataghanna bihi, pia afanye taghanni, kusoma kwa sauti nzuri. Fi hududi lahkami almarufa inda ahli alilmi bitajwid, aisome kwa sauti nzuri kwa mipaka ya hukumu inayojulikana kwa watu wa ilmu ya tajwid. Wayataghanna bihi fi hududi alahkami almarufa inda ahli alilmi bitajwid. Kuna mipaka maalum inawekwa hiyo katika herufi mudud, zile madda zile zina mipaka yake maalumu. Wala yataghanna bihi ala alalhani almubtadaa, asisome vizuri na akaghani kwa sauti zile za uzushi zilizozushwa. Wala ala alqawanini almuziqiya, wala kwa kanuni za kimziki. Asiimbe akasoma Qur'ani kwa alhani, zile sauti zilizozushwa na kwa kanuni za miziki. Qur'ani haisomwi hivyo, bali kwa mbali baina ya miziki, kuimba, na baina ya kusoma Qur'ani kwa sauti nzuri, kwa sababu kuna wazushi wengine wanaimba halafu wanatolea dalili hadithi hii ya Mtume, man lam yataghanna bil Qur'ani falaysa minna. Sasa wanasema Qur'ani inaimbwa, je, maneno mengine kwa nini tusiimbe na Qur'ani pia inaimbwa? La, Qur'ani haimbwi. Qur'ani inasomwa kwa sauti nzuri, sio kuimba kwa zile sauti zile wanazoimbia zile na makamati wale. Maulama wanakataza makamati zile wanazozisoma wale, hususan wa Masri kule, wanasoma hizo makamati na sauti za nyimbo Qur'ani, na watu kucheka hapo na kufurahi. Sauslihi saqar wama adrak, wacheka pia hapo, wafurahika. Sauslihi saqar wama adraka ma saqar la tubi Allah yatajwa saqar pia mafurahika. Sasa hii ndio uzushi. Kwa hiyo wazushi wasitolee dalili makamati zao. Maulama wanapinga makamati. Hakuna makamati katika Qur'ani, kuzisoma kwa makamati zile wazoziita zile majina tofauti ya makamati. Ni uzushi kusoma Qur'ani kwa makamati. Arrukuu, nguzo ya kurukuu. Qala Sheikh Al-Albani rahimahullah, hatujamaliza hapa katika hii mulakhas, anasema thaniyan, katika ufupisho Sheikh Al-Albani anasema wa yushra'u lilmuqtadi an yataqassada al-fatha ala al-imam idha irtajja alayhi fi al-qira'a. Ni sunna kwa mwenye kufuata maamuma, ni sunna kwa maamuma akusudie kumkumbusha imamu idha irtajja alayhi fi al-qira'a, akitatizika imamu katika qiraa amkumbushe. Ni sunna, sio kuachiwa tu akaendelea imamu, kama alivyomwambia Mtume sallam Ubay ibn Ka'b, asallaita ma'ana? Qala na'am. Qala fama mana'aka an taftah alayya, jambo gani limekuzuia kunikumbusha? Ungenikumbusha pale nilipotatizika. Kuonesha jambo hili ni sunna kumkumbusha imamu akitatizika. Tayib, arrukuu, nguzo ya kurukuu. Thumma kana sallallahu alayhi wa alihi wa sallam idha faragha min alqira'a sakata sakta thumma rafa'a yadayhi ala alwujuhi almutaqaddima fi takbirati aliftitah wa kabbara wa raka'a. Kisha alikuwa Mtume sallam akimaliza kusoma Fatiha na sura nyingine, sakata sakta, hunyamaza kidogo. Thumma rafa'a yadayhi, kisha huinua mikono yake, ala alwujuhi almutaqaddima, kwa njia zilizotangulia, fi takbirati aliftitah, katika takbira ile ya kufungulia sala,
takbiratul ihram, wa kabbara, na husema Allahu akbar, wa rakaa, na rukuu. Sunna hiyo ya baada ya kusoma Fatiha na sura kabla rukuu, Mtume alikuwa akinyamaza kidogo, halafu ndio anainua mikono yake na kurukuu. Yani sio kuunganisha mwisho wa sura na takbiratul ihram, takbiratul rukuu. Haitaki kuunganisha baina ya mwisho wa sura na takbira ya kurukuu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Allahu akbar, sio innahu kana tawwaba Allahu akbar, hapo hapo tawwaba na Allahu akbar. Mtume ilikuwa hafanyi hivyo, anasimama ananyamaza kidogo, halafu ndio anarukuu. Wa amara bihima almusia salatahu, amemwamrisha hayo mawili yule mwenye kuiharibu sala yake. Khalad bin Rafi' radhiyallahu anhu, faqala lahu, akamwambia, innaha la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbigha alwudhu'a kama amarahu Allah. Mtume SAW alimwambia huyu almusii salatahu, hakika haikamiliki sala ya mmoja wenu mpaka aeneze kutawadha, atawadhe kamili, kama amarahu Allah, kama alivyomwamrisha Allah katika ile aya, ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salah faghsilu wujuhakum, mpaka mwisho wa aya hili. Kwa hiyo haitakamilika sala ya mmoja wenu mpaka akamilishe udhu kama alivyoamrisha Allah. Thumma yukabbiru Allaha wa yahmaduhu wa yumajjiduhu, kisha akabir, aseme Allahu akbar, na kumsifu Allah na kumtukuza Allah. Thumma yukabbiru Allaha wa yahmaduhu wa yumajjiduhu wa yaqra'u ma tayassara min alquran, asome inayosahilika katika Qur'ani, mimma allamahu Allahu, katika sura na aya alizomfundisha Allah, wa adhina lahu fihi, na akamruhusu kusoma katika Fatiha na sura nyingine. Thumma yukabbiru Allaha takbiratul ihram wa yahmaduhu wa yumajjiduhu, amsifu Allah na kumuadhimisha, wa yaqra'u ma tayassara min alquran. Hii ni takbiratul ihram pamoja na dua istiftah, dua ya kufungulia sala, ndio wa yahmaduhu wa yumajjiduhu. Subhanaka Allahumma bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk, moja katika dua za kufungulia sala baada ya takbiratul ihram. Wa yaqra'u ma tayassara min alquran, na atasoma inayosahilika katika Qur'an, mimma allamahu Allahu wa adhina lahu fihi, katika alivyomfundisha Allah na kumruhusu. Thumma yukabbiru, baada ya kusoma Fatiha na sura nyingine, thumma yukabbiru, kisha atasema Allahu akbar, wa yarka'u, na atarukuu. Wa yadha'u yadayhi ala rukbatayhi, katika rukuu ataweka mikono yake, akusudia vitanga vyake, juu ya magoti yake. Wa yadha'u yadayhi ala rukbatayhi, ataweka vitanga vyake juu ya magoti yake, hatta tatma'inna mafasiluhu wa tastarkhia, mpaka vitulizane viungo vyake na vilegee viungo vyake vilainike kwa kule kutulizana. Kurukuu kule arukuu mpaka viungo vyake vyote vitulizane, kuonesha kwamba tumaanina ni lazima, ni katika nguzo za swala ile kutulia katika rukuu, ukasoma zile tasbihi za kurukuu, ni lazima katika sala, ni katika ruknu at-tumanina. Alimfundisha hivyo yule almusi salatahu, sahabi huyo. Alhaditha, sifatu rukuu, sifa ya kurukuu. Wa kana sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yadha'u kaffaihi ala rukbatayhi, alikuwa Mtume SAW anaweka vitanga vyake juu ya magoti yake. Wa kana ya'muruhum bidhalik, alikuwa akiamrisha masahaba hilo.
Wa amara bihi aidan almusia salatahu kama marra anifa, pia alimwamrisha hilo yule mwenye kuiharibu sala yake kama ilivyopita hapo nyuma. Wa kana yumakkinu yadayhi min rukbatayhi, na alikuwa Mtume SAW akimakinisha vitanga vyake katika magoti yake, kaannahu qabidhun alayhima, kama kwamba ni mwenye kuyashika yale magoti. Wa kana yumakkinu yadayhi min rukbatayhi kaannahu qabidhun alayhima, alikuwa Mtume SAW akimakinisha vitanga vyake katika magoti yake kama kwamba mwenye kuyashika yale magoti, si kuweka tu, kama kwamba unayashika yale magoti unaporukuu, ndio kaannahu qabidhun alayhima, unakuweka na kuyashika hivi. Wa kana yufarriju baina asabihi, alikuwa akitanua baina ya vidole vyake katika rukuu, ile kushika magoti na vidole vyake amevitanua hivi vya mikono, hakuvifunga hivi kuvikunja hivi na kuvishikanisha, la, ni kuvitanua. Hii ni katika rukuu, anashika magoti na huku vidole vya mikono anavitanua, ndio wakana yufarriju baina asabihi, alikuwa Mtume SAW akipanua baina ya vidole vyake. Wa amara bihi almusia salatahu, akamwamrisha hilo yule mwenye kuharibu sala yake, hilo la kushika magoti yake kwa vitanga vyake vya mikono. Faqala, Mtume akamwambia, idha rak'ata, ukirukuu, fadha rahataika ala rukbataika, weka vitanga vyako juu ya magoti yako. Thumma farrij baina asabi'ika, kisha tanua baina ya vidole vyako. Thumma mkuth hatta ya'khudha kullu udhuin ma akhadhahu, kisha tulia mpaka kila kiungo kichukue mahali pake, yani ile tumanina. Thumma mkuth, kisha tulia hapo katika rukuu kwa kuinama hivyo hivyo, hatta ya'khudha kullu udhuin ma akhadhahu, mpaka kila kiungo kichukue mahali pake kwa kutulizana, sio ile kuinuka kuinama hapo hapo ushainuka. Wa kana yujafi wa yunahi mirfaqaihi an jambaihi, na alikuwa akiweka mbali visukusuku vyake na mbavu zake katika rukuu. Wa kana yujafi wa yunahi mirfaqaihi an jambaihi, alikuwa Mtume sallam wakati wa kurukuu anaweka mbali visukusuku vyake na mbavu zake. Visukusuku vile havigandamizi na mbavu, katika kurukuu visukusuku vinakuwa mbali na mbavu zake. Wa kana idha rakaa basata dhahrahu wa sawahu, alikuwa akirukuu hukunjua, yani hutandika mgongo wake na huweka sawa sawa mgongo wake. Wa kana idha rakaa basata dhahrahu wa sawahu, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akirukuu, basata dhahrahu, yani hutandika mgongo wake, wa sawahu, na huweka sawa sawa. Hatta law subba alayhi alma'u lastaqarra, huweka sawa sawa mgongo mpaka lau yangemiminwa maji juu ya mgongo wake yangetulizana. Hatta law subba alayhi alma'u lastaqarra, huweka sawa mgongo mpaka lau yangemiminwa maji juu yake yangetulizana, sababu mgongo uko sawa sawa. Ina maana kwamba hainui kichwa wala hainamishi kichwa, ndio mgongo unakuwa sawa sawa wakati wa kurukuu. Waqala lilmusii salatahu, alimwambia yule almusii salatahu, fa idha rak'ata faj'al rahataika ala rukbataika wamdud dhahraka wamakil liruku'ika, alimwambia ukirukuu, faj'al rahataika ala rukbataika, viweke vitanga vyako juu ya magoti yako. Wamdud dhahraka, nyoosha mgongo wako. Wamdud dhahrak,
unyooshe mgongo wako. Wa makil lirukuika, makinika kwa kurukuu kwako. Wa kana la yasubbu rasahu wala yuqni'u walakin baina dhalik, alikuwa hainamishi kichwa chake wala hakiinui katika kurukuu. Katika kurukuu Mtume ilikuwa hainamishi kichwa chake akaangalia kwenye miguu, wala hakiinui akaangalia mbele au juu, akaangalia juu, hainui kichwa chake. Walakin baina dhalik, baina ya hapo, sababu ukiinamisha kichwa ndio mgongo nao utapinda chini, kama imewekwa maji sasa, hapo ndio atamwaika chini. Kwa hiyo ilikuwa hainamishi kichwa chake wakati wa kurukuu wala hainui kichwa chake, ni baina dhalik, baina ya kuinamisha na kuinua, hususan kama ilivyo sunna kuangalia mahalu sujud. Ukiangalia pale mahali pa kusujudu ndio mgongo utakuwa sawa, hautainua kichwa chako wala hautainamisha kichwa chako. Kuangalia mahalu sujud ndiyo sunna wakati wa kurukuu. Yaqulu Sheikh Bazamul hafidhahu llahu taala, ishtamala hadha alfaslu ala almasail altaliya. Fasli hii imekusanya masala yafuatayo. Almas'alatu alula, arrukuu min arkani salah. Masala ya kwanza, kurukuu ni katika nguzo za sala. Kurukuu ni katika nguzo za sala 14, ni lazima. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, wa aqimu ssalata wa atu zakata warka'u ma'a raki'in, simamisheni sala na toeni zaka na rukuuni pamoja na wenye kurukuu. Wa yaqulu ta'ala, ya maryamu qnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'a raki'in, e Maryam, uqnuti li rabbiki, mtii Mola wako na sujudu na rukuu pamoja na wenye kurukuu. Wa yaqulu ta'ala, wa idh bawwa'na li Ibrahima makana albayti alla tushrik bi shay'a wa tahhir bayti lit-ta'ifina wal-qa'imina war-ruk'i sujud. Wakati tulipomwambia, tulipomtayarishia Ibrahim mahali pal Kaaba, tukamwambia usinishirikishe na mimi kitu chochote, na itakase nyumba yangu al-Kaaba kwa wenye kutufu na wenye kusimama na wenye kurukuu, wenye kusujudu. Wa yaqulu ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun, enyi mlioamini, rukuuni na sujuduni, muabuduni Mola wenu na fanyeni kheri ili mpate kufaulu. Wa Rasulu sallallahu alaihi wasallam qala, sallu kama raaitumuni usalli, salini kama mlivyoniona nikisali. Wassalatu takbiratu ihramin wa qiyamun wa qira'atu al-Fatiha wa ruku'un wa raf'un minhu wa sujud wa julusun baina as-sajdataini wassalam. Kusali ni takbiratul ihram ili ya kuanza sala, wa qiyamun na kusimama, wa qira'atul Fatiha na kusoma Fatiha, taban kusimama kwa mwenye kuweza kusimama, wa qira'atul Fatiha na kusoma Fatiha, wa ruku'un na kurukuu, wa raf'un minhu na kuinuka kutoka katika rukuu, wa sujudun na kusujudu, wa julusun baina sajdataini na kukaa baina ya sijda mbili, wassalam na kutoa salamu. Huu ni ufupisho wa sala nzima. As-salatu takbiratu ihramin wa qiyam wa qira'atu al-Fatiha wa ruku' wa raf'un minhu wa sujudun wa julusun baina as-sajdataini wassalam. فالركوع ركن من أركان الصلاة لا تصح صلاة الإنسان إلا به. Rukuu ni moja katika nguzo za sala. Sala ya mtu haitasihi isipokuwa kwa kurukuu na nguzo nyingine zote hizi zilizotajwa. Almas'alatu thaniya, mas'ala ya pili, mata yakunu hadha rukuu,
rukuu inakuwa wakati gani? Aljawabu, yakunu rukuu aqiba intihai almusalli min alqiraa ba'da an yaqra alfatihata wa ma tayassara min alquran fi alrak'atayn alulayayn wa ba'da alfatiha fi alrabi'a wathalitha idha lam yaqra ma tayassara ba'daha. Mahali pa kurukuu inakuwa kurukuu ni baada ya mwenye kusali kumaliza kusoma, baada ya kumaliza kusoma Fatiha, baada ya kusoma Fatiha wa ma tayassara min alquran, na itakayosahilika katika Qur'ani, fi rak'atayn alulayayn, katika rakaa mbili za mwanzo za kila sala, Fatiha na sura nyingine au Fatiha na aya nyingine katika Qur'an. Akimaliza tu hiyo aya nyingine ndiyo mahali pa kurukuu. Qala wa ba'da al-Fatiha fi ar-rabi'a wa ath-thalitha, na baada ya Fatiha katika rakaa ya 4 na ya 3. Baada ya Fatiha tu katika rakaa ya 3 na 4 ni wakati wa kurukuu. Idha lam yaqra ma tayassara ba'daha, baada ya Fatiha asiposoma sura nyingine inayosahilika kwake, hapo ndio mahali pa kurukuu, ana rukuu. Wathabitu anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana idha faragha min alqiraa sakata saktatan khafifa. Iliyothubutu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwamba akimaliza kusoma hunyamaza kidogo, biqadri ma yarji'u ilayhi nafasuhu, kwa kiasi ambacho pumzi zake ndi zinarudi. Wa baada an yakhudha an-nafas yukabbiru takbirata ar-rukuu, baada ya kuchukua pumzi hapo ndio analeta takbira ya kurukuu. Fasaktatu allati sakataha ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam hiya saktatu akhdhi an-nafas, kule kunyamaza alikonyamaza Mtume sallam baada ya kusoma hiyo sura nyingine ni kunyamaza kwa kuchukua pumzi. Wa hadha yadullu ala annaha saktatun khafifa, hii inafahamisha kwamba ni kunyamaza kidogo tu. Saktatun laysat mashru'atan bidhatiha, kunyamaza ambako sio sunna kwa dhati yake. Wa innama hakadha kana yaf'alu sallallahu alaihi wasallam wa hiya tabi'atu al-insani ba'da al-qira'a, hii ni tabia ya mtu baada ya kusoma anavuta pumzi kwanza. Walam yathbut hadithun fi mashru'iyyati sakatatin muayyana fi as-salah, asema haija thubutu hadithi yoyote katika sunna ya vinyamazo maalumu katika sala, kwamba kuna vinyamazo maalumu Mtume nyamaza ndani ya sala. Innama dhakara al-ulamau anna al-ahaditha dallat anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam kanat lahu saktatun khafifa ba'da takbirati al-ihram qabla al-qira'ah. Hadithi zinafahamisha kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam pia alikuwa na kunyamaza kidogo baada takbirati al-ihram, kabla ya kuanza kusoma, qabla al-qira'a yaqra'u fiha du'a al-istiftah, kabla ya kusoma ambapo anasoma dua ya kufungulia sala. Wa kanat lahu saktatun biqadri ma yartaddu ilayhi nafasuhu baina qira'ati al-Fatiha was-surati allati taliha qadra hadhihi sakatat, alikuwa na kunyamaza kidogo kiasi cha kurudisha pumzi zake baina ya kusoma Fatiha na sura inayofuatia baada ya Fatiha. Kiasi cha vinyamazo hivyo ni qadra ma yarji'u ilayhi nafas, ni kiasi cha kurudi ile pumzi yake. Fala yushra'u bihasabi sunna tatwilu hadha sukut, kwa hiyo sio sunna kwa kiasi cha sunna hii kurefusha kunyamaza huko dakika moja nzima, sio hivyo lakini kinyamazo kile cha kurudisha pumzi halafu ndio ana rukuu. Waqad dhakara ba'd al-fuqaha'i alladhina qalu biwujubi qira'ati al-Fatiha 'ala al-ma'mum qalu 'ala al-imami an yaskuta bayna qira'ati al-Fatiha was-surati allati taliha saktatan biqadri ma yumkinu al-ma'mum min qira'ati al-Fatiha. Baadhi ya maulama wa fiqhi
ambao wanasema ulazima wa kusoma Fatiha kwa maamuma katika sala zote. Wao wanasema ni juu ya imamu anyamaze baina ya kusoma Fatiha na sura inayofuatia, anyamaze kidogo kiasi ambapo maamuma ataweza kusoma Fatiha, halafu ndio aendelee sura nyingine. Baada ya imamu kumaliza Fatiha, anyamaze kidogo kiasi cha maamuma naye asome Fatiha, halafu ndio imamu asome sura nyingine katika zile salawat jahriya. Baadhi ya mafuqaha wanasema hivyo, lakini anasema wa hadha sukutu lam yudhkar dhalika fi sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam. Kunyamaza huko hakujatajwa katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume hakuwa akifanya hivyo, kwamba baada ya Fatiha anyamaza kidogo dakika 1, 2, 3 ili maamuma wasome Fatiha ndio wasome sura. Mtume hajafanya hivyo. Wakadha saktatu ba'da alqiraa qabla arruku' hiya saktatun khafifa laysat bitawila. Vile vile kunyamaza baada ya kusoma Fatiha na sura kabla arruku' ni kunyamaza kudogo, sio kurefu. Laysa kama dhakara baadhi alfuqaha, si kama walivyotaja hivyo baadhi ya maulama wa fiqh, bi annaha saktatun biqadri ma yaqra'u alma'mum surat alfatiha. Sio hivyo kwamba anyamaze imamu kiasi cha maamuma asome suratul Fatiha, idh lam yunqal dhalika, halijanukuliwa hilo. Walau faalahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lanuqila, lau mtume angefanya hivyo ingenukuliwa na masahaba kwamba baada ya Fatiha mtume ananyamaza kidogo dakika 1, 2 ili maamuma wasome Fatiha. Mtume haijanukuliwa hilo wala hajafanya. Walau faala lanuqila. والمأموم يقرأ سورة الفاتحة في سكتات الإمام. maamuma anasoma suratul Fatiha katika vinyamazo vya imamu, yani fi sakatatihi linnafas, kunyamaza kwake kwa kutoa pumzi, maamuma asome hiyo Fatiha. Wala mahalla li an yuqal, hakuna mahali pa kusemwa innahu yushra'u lilimami sukutu qadra ma taqra'u au tuqra'u suratul Fatiha. Haijasemwa hivyo innahu yushra'u lilimami sukutu qadra ma tuqra'u suratul Fatiha, kwamba ni sunna imamu wanyamaze kiasi cha kusomwa suratul Fatiha ndio alafu aendelee na sura nyingine. Hakuna sunna hiyo fi hadha almahali, katika mahali hapa, au dhaka au hapo, biduni dalilin, bila dalili. Kwa hilo la kunyamaza imamu kwa ajili maamuma wapate nafasi ya kusoma Fatiha, hili halina dalili yoyote, ni rai za baadhi ya maulama hao. Lakini vinyamazo vya Mtume sallam ni hiyo, baada ya kusoma Fatiha na sura kabla ruku, alikuwa akinyamaza kidogo kwa kushusha pumzi yake, halafu ndio ana ruku. Pia kinyamazo kile baada ya takbiratul ihram cha kusoma dua ya kufungulia sala, hivi vinyamazo hivi vina dalili, vinginevyo havina dalili yoyote. Tukoma hapa, wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.